Somo letu kichwa chake kinasema fahamu kuwa Mungu amekufanya kuwa nani. Tunaposema Mungu amekufanya kuwa nani, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, tuanze hapo na mstari wa 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kumbuka somo letu, fahamu kuwa Mungu amekufanya wewe kuwa nani. Katika kitabu cha Yohana hichi mlango wa kwanza mstari wa 12, mwandishi anaandika, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kipengele ambacho nataka uone ni kile kipengele kinachosema amewapa uwezo kufanyika. Neno kufanyika ina maana hapo mwanzo hatukuwa hivyo, lakini pale tunapomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunatolewa kwenye kuumbwa, tunapelekwa kwenye kufanywa. Tunakwenda pamoja? Narudia mstari uweze kunielewa. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tafsiri nyepesi, wale ambao hawajampokea hawawezi kufanyika watoto wa Mungu, lakini wale waliokubali kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wamepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa namba moja, fahamu umefanyika mtoto wa Mungu si kwa sababu ulitaka kufanyika, ni kwa sababu umepewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kitabu kile cha Isaya sura ya 49, tunaanza kuangalia sasa wewe ni nani. Mungu amekufanya wewe kuwa nani? Wasomaji wa Biblia, mnakumbuka siku moja Yesu alipokuwa mlimani aliwauliza wanafunzi swali kama hili, akawaambia, huwa watu wanamuitaje mwana wa Adamu, au wananiitaje mimi? Yesu alitaka kujua kiwango cha ufahamu wa watu juu yake. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 16, Yesu akawauliza, watu huninena mimi kuwa ni nani? Yesu alitaka kufahamu watu wanamtambuaje. Na mimi nachotaka ujielewe wewe ni nani ni zaidi ya vile unavyoonekana kwa wanadamu. Wanafunzi kila mtu alijibu swali. Huyu akasema wanakuita Yohana Mbatizaji, huyu akasema wanakuita mmoja wa manabii aliyefufuka. Lakini Yesu akawageukia wanafunzi akawauliza, je, ninyi mliekaa pamoja na mimi mnanihitaji? Akatokea mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Petro, akasema, Yesu, wewe ndiye mwana wa Adamu. Na ndipo Yesu akamwambia Petro, haya haujafunuliwa kwa uwezo wa kibinadamu, lakini ni uwezo wa Mungu wa kutambua. Sasa tunapojifunza swali fahamu kuwa Mungu amekufanya nani, Isaya 49 mstari wa 2, Biblia inaonyesha wewe umefanywa upanga. Kwa lugha nyingine tunasema wewe ni panga wa Mungu. Kitabu cha Isaya sura ile ni 49
fahamu kuwa wewe ni upanga wa Mungu. Tutaeleza upanga unafanya kazi gani. Mstari ule wa Isaya 49 mstari wa 2 anasema, naye akafanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Akafanya kinywa changu, au anifanye kinywa changu kuwa kama nini? Upanga. Yani Mungu amefanya kinywa chako kama upanga. Kazi ya upanga ni kutoa kila kinachosababisha uharibifu katika maisha ya mtu katika ulimwengu wa roho. Ndio sawa nasema nimeifanya kinywa chako kuwa kama upanga mkali katika kivuli cha mkono wake. Lakini namba 2 anasema naye amenifanya kuwa mshale. Kwa hiyo fahamu wewe ni upanga kwenye mikono ya Mungu. Mungu anakutumia kukata na kuharibu. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka anasema mtakapoingia kwenye ile nchi ya Kanaani ndipo mtakapokata ile madhabahu na maashera na kila kilichoshikilia ile madhabahu. Mungu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokutazama hakutazami tu kama wewe, lakini Mungu anakutazama kama upanga mkononi mwake. Lakini si kama upanga, anasema amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa katika podo lake. Mshale. Hakuna mtu asiyejua maana ya mshale, kwamba mshale kazi yake ni silaha. Silaha kazi yake ni kuangamiza. Kwa Mungu anakufanya au amekufanya wewe kuwa mshale. Maana yake anataka kutumie. Isaya sura ile ya 50 mstari wa 4 kwa wale wanaotaka kuongeza andiko. Lakini katika mstari wa 6, licha ya kwamba wewe ni upanga kwenye mikono ya Mungu na licha ya kwamba wewe ni mshale, lakini mstari wa 6 inaonyesha Mungu amekufanya kuwa mtumishi wake. Mstari wa 6 anasema, naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kurejeza watu wa Israeli. Kwamba namba 3, Mungu amekufanya wewe kuwa mtumishi. Zaburi anaandika nasema, sisi sote au viumbe vyote ni watumishi wa Bwana. Sasa Mungu anapokufanya kuwa mtumishi, maana yake Mungu anategemea matunda ya kutumishi kwako. Tafsiri ya mtumishi maana yake ni mtu anayetumika. Ndio sababu jana tulisoma andiko lalosema, na alaaniwe afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kwa kila Mkristo ambaye yuko kanisani, Mungu amemfanya kuwa mtumishi kwa sehemu yake. Tofauti ni viwango vya utumishi, kwamba huyu Mungu amemuita kwa sehemu hii, huyu Mungu amemuita kwa sehemu hii. Ndio sababu anasema, naam, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu. Yaani kwa wanadamu wewe kuwa mtumishi neno kubwa sana. Mtu anasema na utatumika. Mnakumbuka Mungu alipompaka Sauli mafuta, walitokea makundi wawili. Kuna kundi ambalo limemheshimu Sauli, lakini kuna kundi ambalo limemdharau Sauli. Kundi ambalo limemheshimu Sauli, maandiko yanasema walimletea zawadi. Kwa nini? Wameamini Mungu anaweza akamfanya asiyestahili apate kustahili. Lakini maandiko yanasema wale wasiofaa kitu, maana yake kuna watu waliomdharau Sauli, hawajaamini kama Mungu anaweza akamtumia Sauli. Moja, kwa sababu anatoka kwenye familia ya kimaskini. Pili, kwa sababu anatoka kwenye ukoo mdogo.
lakini Mungu ana uwezo kukufanya wewe mtumishi kwa sehemu yako. Bwana asifiwe. Kwa nini anasema ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu? Kwamba Mungu anapotaka kumuinua mtu yoyote kwa wakati wake atamuinua. Swali linabaki kwetu, ameinukaje? Amesoma wapi? Lakini fahamu namba 3 ya kwamba wewe ni mtumishi wa Bwana. Haleluya. Namba 4, Mungu amekufanya wewe kuwa nuru. Namba 4, Mungu amekufanya wewe kuwa nuru. Nuru, wakati Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi, maandiko yanasema akasema nuru iwepo. Nuru ikawepo, giza ikaondoka. Anaposema nuru, maana yake wewe ni mwangaza katikati ya watu. Katika ule mstari wa 8, tuko sura hiyo hiyo, Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusudia. Naam, ukienda mpaka ule mstari wa 9, ule mstari wa 9 utaona kitu pale, lakini wacha nirudi mstari wa 6 alafu turudi tena huo mstari mwingine. Ule mstari wa 6 ukimalizia, anasema, nikianza mwanzo, anaposema ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejesha watu. Chini yake utaona kipengele kinachosema nitakutoa uwe nuru ya mataifa, wapate kuwa wokovu wangu hata misho ya dunia. Huo mstari wa 6, nitakutoa uwe nuru ya mataifa. Mtu aliyeokoka maisha yake yanategemea asomeke. Wewe ni nuru. Unapokaa katikati ya watu ambao hawamjui Mungu, wale watu wanategemea wamjue Mungu kupitia wewe. Lakini tashangaza kama wewe ni nuru, unakaa katikati ya watu ambao hawamjui Mungu, watu wanazidi kuishi kutokumjua Mungu. Niliwahi kukuambia kuna mtu anaweza akakaa katikati ya ambao watu hawajaokoka zaidi ya miezi 6-7 na akaondoka pasipo kujua watu kama wameokoka. Kwa nini? Hana nuru ya kumtambulisha Kristo. Na saa ingine si kwamba hana nuru, maisha yake anaogopa kutambulisha nimeokoka. Sasa elewa ya kwamba Mungu amekufanya wewe kuwa nuru. Ukisoma kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 13, Mathayo sura ya 5 mstari wa 13, anasema ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Mstari wa 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Imesema nuru maana yake ni mwangaza. Kupitia maisha yako watu wamuone Mungu, watu wamtukuze Mungu. Ndio sababu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Maana yake ulimwengu unategemea kututazama sisi, wamjifunze Yesu kupitia maisha yetu. Lakini tunaweza tukaishi maisha ya ulimwengu kututazama na kutokumuona Yesu ndani yetu. Anaposema nuru, maana yake ni kitu kinachoweza kutoa mwangaza mahali ambapo giza lipo. Haleluya,
Namba 5, Mungu amekufanya wewe kuwa agano. Namba 5, Mungu amekufanya wewe kuwa agano. Isaya 49 mstari ule wa 8, Isaya 42 mstari ule wa 6. Mungu amekufanya wewe kuwa agano. Mungu anapokutazama anaona agano kwenye maisha yako aliloweka kati yako na yeye. Namba 6, Mungu amekufanya wewe kuwa shahidi. Namba 6, Mungu amekufanya wewe kuwa shahidi wake. Popote unapokuwepo unapaswa kumshuhudia Yesu. Popote unapopata neema ya kuwepo. Hapa nitajaribu kukazia kidogo na kukueleza. Kitabu cha Matendo sura ya 8, sura ya kwanza mstari wa 8. Narudia. Namba 6, Mungu amekufanya wewe kuwa shahidi. Ule mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kuna shahidi wa dini na kuna mshahidi wa Kristo. Nirudie mstari. Lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kitu ambacho nataka uone, huwezi kufanyika shahidi wa Kristo kama nguvu ya Roho Mtakatifu haiko juu yako. Kwa nini? Mwenye kukupa neema, tunarudi kile kitabu tulichosoma Yohana sura ya 1 ule mstari wa 12, alisema bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo maana yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa nini anasema aliwapa uwezo? Maana yake huwezi kufanyika mtoto wa Mungu wewe kama wewe. Tunakwenda pamoja? Huwezi kufanyika mtoto wa Mungu wewe kama wewe. Ni kama vile kuacha dhambi. Huwezi kuacha dhambi kwa nguvu zako, lakini Mungu anatuwezesha kuiacha. Sasa sikiliza hapa. Anasema waliompokea, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Tuguse kwanza katika Yerusalemu. Tafsiri ya Yerusalemu ni nyumbani kwenu. Nyumbani kwenu, waanze kujua umeokoka kwenu. Ngoja niulize swali la kuzushi, au utakuwa mwongo tu. Wangapi wanajua kwenu umeokoka? Kwenu kabisa wanajua umeokoka, kwenu wanajua umeokoka. Injinia wanajua kwenu umeokoka kuanzia lini? Asante. Wangapi umewashuhudia kwenu? Yaani sio umekaa siku moja ukasema leo namshuhudia dada yangu, ndugu yangu, mdogo wangu habari za Yesu Kristo. Wangapi uliwahi kuwashuhudia? Gabi, mimi sitaki kujua maelezo ya ng'ang'ania dini au ng'ang'ania. Yaani tu umenawa mikono. Asante. Umenawa nini? Mikono. Saa ingine si kwamba huna nafasi ya kushuhudia, unaogopa kushuhudia kwa sababu ya maisha yako. Meza ikiwa chungu, maisha yako hairuhusu kushuhudia ndugu zako, kwa sababu namba 1, wewe ni wa hasira. Namba 2, wewe ni wa masengenyo. Namba 3, ukitafutwa kwenye kisirani umejaa. Utashuhudia nani? Maana maisha yako peke yako yanakuwa na ushuhuda. Haleluya. Sikiliza, iko raha kuwatangazia familia yenu umeokoka. Hawatakuletea vitu vya ajabu ajabu vya ibada vya miungu na visanamu. Wakitaka kukutafuta kwenye ramani wanasema huyo hata shiriki, mshirikisheni kitu kingine, lakini ameokoka hata shiriki.
Yaani kutangaza msimamo nimeokoka inakulinda wewe. Mimi kuna vitu familia yetu ikifanya hawanishirikishi. Wanajua sitashiriki kwa pesa wala kwa sauti wala kwa sapoti wala kwa mtoto. Lakini kuna vitu kabisa wakiniambia ninafanya zaidi. Kama wamesema kila mwanafamilia atoe 50,000, mimi natoa zaidi ya 50. Kwa nini? Ninajua hiki ni haki yangu kushiriki. Lakini mpaka leo kuna watu hapo wameokoka wanashirikishwa ibada zingine za sanamu tu. Kwa nini? Hujawahi kutangaza nimeokoka. Hujawahi kutangaza msimamo. Sio kama umeelewa ninachozungumza. Hujawahi. Kuna mtu mmoja aliwahi kuja, na hata hiki kitu sijawahi kumwambia huyo mtoto wangu wa kike. Lakini mtu mmoja alikuja, tunaheshimiana, ni rafiki, amenitia moyo wakati nilipovunjika moyo. Akaniambia, nimekuja kabla sijaenda kwa mtoto wako wa kike. Ninamuomba mtoto wako wa kike aje kumsimamia binti yangu kwenye kubarikiwa kwake. Na tunaelewana. Ashukuriwe Mungu hata binti yangu amjui. Lakini alitaka kwanza mimi nimpe ridhaa. Nikamwambia sawa, nisikilize ndugu yangu. Nimemwambia tuko upendo, tunapenda, lakini swala la binti yangu kukupa ruhusa kusimamia kitu kinachoitwa ubarikiwa, tofauti na imani nilionayo, sikupi wala staki. Tupendane kwa kitu kingine. Kisa kuna ubaya gani? Nikasema hujui ubaya wewe. Huo ndio msimamo wangu. Alafu tukaachana. Sio kama unanielewa. Anazungumza na mimi ni kitu cha miaka 6 iliyopita. Neema ya Mungu ikashuka, yule mpendwa akaja akaokoka. Na kwa sababu alikuwa na chembe chembe ya kitumishi, Mungu akamuita kwenye utumishi. Na baada ya kumaliza chuo cha Biblia, siku moja nimekutana naye, akaniambia, ndugu, ninakushukuru kwa sababu ya kile ambacho ulikuwa umekisimamia. Kwa kuna wakati mwingine watu wanaweza wakaendelea kuishi kwenye dhambi kwa sababu baadhi ya watu waliookoka hawana ushuhuda. Hawana nini? Ushuhuda. Leo useme amen. Kuna baadhi ya watu waliookoka hawana nini? Ushuhuda. Hawana. Si kwenye familia, sio kwa marafiki. Unashindwa kumtofautisha aliyookoka na ambaye hajaokoka. Ukikuta mahali wanapiga zongo ni msengenyaji namba 1, utakuwa shahidi saa ngapi wa Yesu? Haleluya. Anasema lakini mtapokea nguvu. Shida moja pia ni kukataa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapokataa nguvu ya Roho Mtakatifu, unajua, ngoja nikusaidie. Kuna Wapentekoste wanaishi tu kama dini. Yaani wapo tu. Mimi nimeokoka, nasali kanisa la kiroho, lakini maisha yake ya kiroho haifanani. Anasema lakini mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu. Lazima uanze kuwa shahidi wa Yesu nyumbani kwenu kabisa, kwa matendo na kwa neno. Tunakwenda pamoja. Kama Mungu amekubariki vipesa kidogo, wao akitoa shilingi 2,000, wewe toa 3,000, bado huo ni ushuhuda. Lakini utakuta huyu aliyeokoka ndani ya familia ndio namba 1 kukataa hata ushirika na wenzake pia. Tunakwenda pamoja. Ushuhuda kuanzia nyumbani kwenu. Anasema toka Yerusalemu mtakuwa washahidi wangu. Na sio Yerusalemu tu, na Samaria. Ukisha washuhudia watu wa nyumbani kwako, washuhudie na watu wa nje. Huwezi kuwashuhudia watu wa nje wakati nyumbani kwako utafarini. Hujawashuhudia. Hauwezekani. Lazima kwenu wajue kwanza wokovu, na wokovu haufichwi. Kuna baadhi tu ya watu ambao tunawaambia kabla mjakomaa kiroho msiseme mmeokoka, kwa sababu vita vinaweza kawa vingi alafu mkarudi kule mlikotoka. Samaria. Na si Samaria tu, akasema na miisho ya nchi. Kwamba unapaswa kuwa shahidi kila mahali Mungu anapokupeleka.
Mungu akikupa nafasi ya kufanya kazi eneo lolote, hata kama ni mwaka mmoja, hata kama watu wasipookoka wakaja kanisani kwenu, lakini umewashuhudia habari za Yesu Kristo, unaondoka wamekutambua, amewahi kuweko mtu aliyeokoka hapa. Ninathubutu kusema na ana ujasiri kweli, kuna wapendwa ukiwatembelea hapa, hata kwenye maeneo yao hawajulikanagi kama wameokoka. Hawajulikani. Kwa nini? Moja, hawajawahi kujitambulisha wameokoka, lakini pili, maisha yao yenyewe inawakataa kusema fanya nini. Msike tamaa, muongeze na tamaa, haina tatizo. Maisha yako ya kutambulisha umeokoka. Shahidi. Haleluya. Namba 7, Mungu amekufanya kuwa mvuvi wa watu. Namba 7, Mungu amekufanya kuwa mvuvi wa nini? Wa watu. Nimesema fahamu Mungu amekufanya kuwa we nani. Namba 7, Mungu amekufanya wewe kuwa mvuvi wa watu. Marko 1:17. Marko 1:17. Namba 8, Mungu amekufanya wewe kuwa wakili. Popote unapokuwepo unamwakilisha Mungu, iwe uko chuoni, iwe shule, iwe kwenye kibarua, unamwakilisha Mungu. Tunakwenda pamoja. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4, nitasoma hicho katika vitabu vyote. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Mungu amekufanya wewe kuwa wakili. Mstari wa kwanza anasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Na mawakili wa siri za nani? Za Mungu. Tukiwa chini ya jua tunamwakilisha Mungu wetu, na mtu anayemwakilisha mtu mwingine lazima huwa akae kama vile anavyotakiwa. Anasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Ule mstari wa pili ukisoma anasema hapo tena tunajua kwamba mawakili wanatakiwa kuonekana. Moja, wakili anatakiwa kuwa mwaminifu. Kwa ule uaminifu peke yake ni wakili. Ukiajiriwa mahali kawa mwaminifu pale, tayari huo ni wakili. Tunakwenda pamoja? Huo ni nini? Ni wakili wa kumwakilisha Kristo. Namba 9, Mungu amekufanya kuwa barua. Wewe unayeuza mboga, Mungu amekufanya kuwa barua. Huwezi kuhubiri, lakini Mungu amekufanya kuwa barua hapo uliko. Wakorintho wa pili mlango wa 3. Wakorintho wa pili mlango wa 3. Lezo kaza ule mstari wa pili anasema, nanyi ndiyo barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inayojulikana na kusomwa na watu wote. Kanisa ni barua. Mtu aliyeokoka ni barua. Popote anapopita watu wanatusoma. Swali langu ni hili, watu wanakusoma vipi? Kwa namna gani? Wanapata taarifa kipi kwako? Wanapata taarifa ya matumaini ama taarifa mbaya? Kwa sababu anasema sisi ni barua iliyoandikwa mioyoni ili ipate kusomwa na watu wote. Huwezi kumzuia mtu asisome maisha yako, huwezi. Kuna atakayesoma vibaya, kuna atakayesoma vizuri. Lakini Paulo anaandika, anasema
ni heri watakapotusema vibaya wakati hatutendi ubaya, ili waonapo matendo mema wamtukuze Kristo. Na Petro akarudia hilo neno. Haleluya, akarudia hilo neno. Namba 10, Mungu amekufanya kuwa mfalme. Namba 10, Mungu amekufanya kuwa mfalme ama ufalme. Unapokuwa chini ya jua, unaakilisha ufalme wa Mungu mahali popote unapokuwepo. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10 anasema ukawafanya kuwa wafalme na makuhani. Nataka uone hiyo kitu, anasema ukawafanya. Maana yake sisi asili yetu hatukuwa wafalme, lakini baada ya kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi, kupitia neema ya Kristo tukahesabiwa sisi kuwa nini? Wafalme. Anasema ukawafanya. Ukawafanya sisi kuwa nini? Wafalme. Tumefanywa kuwa wafalme. Hatukuwa wafalme, lakini tumefanywa. Hatukuwa tunastahili, lakini tumefanywa tustahili. Paulo anaandika, anasema ni kwa neema yako nimekuwa hivi nilivyo. Yaani mimi kama mimi sikuwa nastahili, lakini neema yako imenifanya hivi nilivyo. Yaani neema ya Mungu imekufanya uwe ulivyo leo. Otherwise wewe haukuwa chochote, lakini neema ya Mungu imekufanya uwe mtu katikati ya watu. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu imekutengenezea jina. Haukuwa chochote. 11 na ya mwisho, Mungu amekufanya kuwa chombo kikali kinachostahili kutumika. Anasema nimekufanya kuwa chombo kikali cha kupuria. Mnafahamu kupuria? Ni chombo cha kukata, iwe ni majani, iwe ni ngano, sijui Wachaga wanahitaji kile kikisu cha kukatia, inaitwa nini? Sham. Si tunaita mundo. Mungu amekufanya kama mundo kwa ajili ya kupuria au kufanya kitu. Lakini si tu hilo. Kupuria pia ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kuchambua vitu. Isaya 41 mstari wa 15. Isaya 41 mstari wa 15. Mungu amekufanya wewe kuwa chombo kikali cha kupuria. Isaya sura ya 41 ule mstari wa 5. Unaweza mstari wa 15 samani. Ni 5 ndio inaonekana kwangu, lakini mstari wa 15. I'm sorry. Tazama, nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Chenye nini? Meno. Yaani huna meno, lakini Mungu amekupa meno katika ulimwengu wa roho. Anasema nitakufanya kuwa chombo kikali katikati ya mapepo, katikati ya mashetani, katikati ya chochote kilicho kinyume juu yako. Anasema nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Na silo tu, anazungumza jinsi ambavyo unaweza ukafanya kazi. Mungu akubariki.